Kasali kimo chake ni kama Joti. Umenielewa? Kimo chake ni kama Joti. Yaani Joti ana kimo cha Kasali. Of course. Kasali sio goalkeeper mrefu. Zilikuwa dakika 90 ngumu kwa timu zote mbili, si kwa Simba wala si kwa Pamba Jiji. Zilikuwa dakika 90 ambazo zimeonyesha ushindani wa kweli kwenye ligi kuu. Ni dakika 90 ambazo zimetuonyesha kuna timu zinaweza zikapambana kama hakuna watu nyuma yake. Unamaanisha nini kama hakuna watu nyuma yake? Kuna timu zinacheza na watu wako nyuma yao? Yes, kwa sababu viashiria vinaonekana kuwa vingi sana kwenye ligi, maneno yamekuwa ni mengi. Kwa hiyo inatafsirika kama kuna timu zinashinda kupitia watu fulani. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kimekuwa kinaleta shida, lakini kiuhalisia tumeshuhudia mechi yenye fair result moja. Hakuna mtu anapaswa kulalamika kwenye mechi ya Simba na Pamba Jiji kwenye matokeo. Niko pale kwamba kuna watu nyuma. Kwa hiyo katika mchezo wa leo hii imechezwa mechi fair bila kuwa na mtu yoyote, kuwa na makando na yote, ndio maana matokeo yamepatikana. Of course, kwa sababu tukijaribu kutazama kwa mechi za hivi karibuni, nyingi zimekuwa zinalalamikiwa na wadau wa mpira mpaka mashirikisho lenyewe likitoka na kamati masaa 72 mpaka likiwafungia waamuzi na wengine kuwafuta kabisa kwenye michuano. Kwa hiyo ukiangalia hivi maana yake ni kwamba hii ni mechi ambayo sasa ule mwarobaini ambao TFF na bodi ya ligi, kamati ya masaa 72 wanaojaribu kutafuta kwa waamuzi, ni kama sasa umebaki kwenye mnyororo ambao umenyooka kwa hizi michezo miwili za siku za hivi karibuni. Of course tangu kufungiwa kwa waamuzi, kufutwa waamuzi kwenye ligi, tumeshuhudia kidogo walao hizi michezo za hivi karibuni hatujashuhudia sana malalamiko ya waamuzi. Ni kwa asilimia chache na ni yale makosa ambayo kiuhalisia ni tight issue ambazo unahitaji sana kutulie sana, aidha upate telescope ndio uweze kutazama. Lakini tumeshuhudia wakifanya hivyo na hatimaye mambo yamekuwa mazuri. Kwa hiyo ukisema kwamba hakuna nyuma watu, manake hakuna makando. Makando hakuna. Of course hajaonekana na fair result kwa Simba na Pamba Jiji. Kwa mtu ambaye anaamini kwamba mechi ilipaswa labda Simba kushinda, manake walikuja na matokeo yake nyumbani. Kutoka nyumbani akaenda nayo uwanjani. Hakujua kwamba Pamba Jiji ni timu ya mpira, hakujua Pamba Jiji ni timu ambayo ina kocha Francis Baraza, hakujua Pamba Jiji kama ina kina Tegesi, hakujua kama Pamba Jiji ina watu kama kina Zabona Mayombia, hakujua kama kina Ibrahim Abraham wapo kama mafurubeki, wakina James Mwashinga ambaye alipiga shuti kale ambao umeona limeonyesha Simba Sports. Passion tulitegemea kumuona leo Kevin Nation, ni mmoja ya kiungo ambaye anasifika sana, ni miongoni mwa kiungo ambaye amechukua tuzo nyingi sana za mchezaji bora wa mchezo husika. Kabla mchezo zilikuwa tetesi kwamba amesajiliwa na Simba Sports Club. Ni moja ya sababu kukosekana katika mchezo wa leo hii. Taarifa zinaeleza kwamba Simba amekamilisha usajili wa Kevin Nation kuelekea Simba Sports. Yule yuko pale kwa mkopo kutokea Singida Black Stars. Ni mchezaji ambaye yuko pale kwa mkopo, na tangu ametoka kwa mkopo kiwango chake, performance yake imekuwa kubwa sana. Kwenye michezo mingi ambayo wamecheza Pamba Jiji na kupata hizi alama ambazo wamezipata, ukiacha mechi hii ya Simba, ameshiriki kwa asilimia kubwa kwenye kiungo. Mechi ya Azam alikuwepo kwenye kiungo, mechi iliyopita amepiga kwenye kiungo, amekuwa kwenye kiwango bora sana. Kukosekana kwenye mchezo wa leo na hakuna taarifa ya kuumwa, hakuna taarifa kwamba amepata malaria wala kuna changamoto yote, si ndio, kiafya, manake kiuhalisia ni mzima wa afya. Kwa nini hajacheza? Na sio kucheza tu, hata benchi hayupo. Manake yale maneno ya kusema kwamba amesajiliwa kwenda Simba Sports, si ndio? Na pengine sasa kama imekamilika kweli, manake hajatumika kwenye mchezo. Unajiuliza, sawa, wamekamilisha usajili. Kwa misingi ipi? Kwa namna gani? Kwa njia zipi? Kwa sababu kiuhalisia labda ni makubaliano binafsi kwamba tumekubaliana pre-contact, si ndio? Kwamba mikataba wa awali tumekubaliana, tutakubaliana, tumeweka kishika uchumba, tutamalizia ndoa, si ndio? Sasa kwa nini asicheze? Maana hawa Pamba Jiji wao ndio wamezikosa alama 3, kwa sababu Kevin ni sehemu ya wachezaji ambao wamefanya vizuri kwa Pamba Jiji. Kwa kama unamkosa, maana hii alama 1 alipaswa kuzipata 3, sababu Pamba Jiji imekuwa muhimili mkubwa akiwepo na Kevin kwenye kiungo. Kwa kumkosa Kevin, mimi naamini kabisa Simba kusingetoka na alama 3 kwenye mchezo wa leo. Yanga aliangusha alama katika mchezo wake dhidi ya TR United.
ni moja ya chachu ambayo imepelekea Simba kuwa na pressure katika mchezo wa leo hii, lakini pia neno kwa waweka mikate Azam FC. Yanga baada ya kuangusha alama, tunategemea kuona labda yeye na yeye pia angejitutumua dhidi ya Mashujaa, lakini pia ameangusha alama. Leo unasema kama wale mataito ambao wanatakwenda kugombania ubingwa, kama mizani yao imebalance, inaweza kama Simba leo amecheza kwa pressure baada ya Yanga jana kutoa sare, maana inaonekana kama wana furaha sana. Simba wana striker kaka. Yaani Simba Wangosi sio striker. Wanatafuta magoli, wana striker gani? Yaani wakati unatafuta ushindi, striker wako ni nani? Yaani wakati unalalamika kwamba umepata sare, kwanza hiyo sare yenyewe unapaswa ushukuru. Kwa sababu huna striker, hakuna timu ambayo inacheza bila striker ikapata matokeo, si ndio? Otherwise ndio itokee hiyo coincidence kama hizo za mtu ameoverlap ameingia kwenye box anapata bao. Lakini mipira mingi ambayo ulikuwa ukitazama kwenye mechi ya leo, Kibabage anaingia kwenye boxi, anamimina cross, striker hakuna wa kucheza vichwa. Shomari ameenda mpaka ikabidi aache kupiga cross kwa sababu anajua sasa hata ikimina hii cross haina pa kwenda. Inabidi sasa apunguze ingie mwenyewe. Libase tumezoea ana feint anapiga. Kuingia kwenye box watu wapige kichwa. Lakini kulikuwa kuna mtu huyo, kuna bidi tena achukue mpira, apokonye atembee, aingie kwenye box. The same na Elie Mpanzu. Kacheza kama force number 9 leo. Kuna muda anafuata mipira chini. Nice, lakini akinua jicho mbele, haoni mtu kama striker namba 9 anafanya nini? Inabidi apunguze sasa yeye mwenyewe aingie. Sasa wewe haujawahi kuwa Messi, hujawahi kuwa Ronaldo, hujawahi kuwa sijui Arjen Robben, hujawahi kuwa Frankie Ribery, hujawahi kuwa nani, huwezi kupasua watu hao. Na hawa Pamba Jiji wana kocha mzuri Francis Baraza, wamekaa chini. Unamwona alikuwa amekaa pale James Mwashinga, ameshirikiana na na Mangaro, wamekaa pale chini, wamelinda vizuri sana. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kupenya ule ukuta ambao umewekwa na watu zaidi ya 5. Kwa ilikuwa hakuna namna nyingine. Kwa wakati unalalamika kwamba timu inalalamika kwamba ilipaswa kupata alama 3, una striker. Neno moja kwa mlinda mlango wa Simba, Kasali katika mchezo wa leo. Amefungwa goli la kizembe sana. Kasali amefungwa goli la kizembe sana. Amekosti alama timu yake ya Simba. Yaani yeye ndio amefanya Simba Sports ishinde kupata alama 3. Anapaswa kulaumiwa. Of course, ngoja nikwambie kwa nini. Kasali kimo chake ni kama Joti. Umenielewa? Kimo chake ni kama Joti. Yaani Joti ana kimo cha Kasali. Of course. Kasali sio goalkeeper mrefu, si ndio? Ana kimo kama Joti. Sasa kile kimo kama Joti amepanga ukuta, si ndio? Alafu yeye mwenyewe baadaye achague engo ambayo anaweza akakaa kwenye engo akautazama mpira unavyokuja vizuri, akabaki kwenye lile eneo. Wakati mpira unapigwa na James Mwashinga, lile kombora lilivyokuwa linapigwa, si ndio? Yeye anakuja kushtuka kombora hili hapa, si ndio? Kama umefuatilia machafuko ya Irani na nani? Yaani mtu anashangaa tu usiku amelala ishamaliza iftar anashangaa kitu kinashuka. Kwa hiyo ndicho kilikuwa kinatokea kwa Kasali. Anakuja kuinua macho hivi chuma hii hapa, si ndio? Tayari mpira umekuja na nguvu mpaka ujiandae, ukaze mikono, upanche ule mpira, ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo amekutana na mpira ule unapigwa, hajakaza mikono, ameugusa mpira lakini mikono yake haijakaza. Itakuwa mpira ule upige ngumi, si ndio? Ugonge uondoke. Sawa? Lakini anaugongaje? Kimo chake ni kifupi, mpira haujapita mbali. Yaani ule mpira kama ingekuwa amesimama hivi, angeupiga hata ngumi tu hivi, unatega tu hivi, unagonga unarudi. Si ndio? Lakini yeye alitaka kudive, si ndio? Kwa sababu alikuwa kwenye eneo ambalo hayupo. Kwenye goalkeeper tunaita goalkeeping stances. Ni namna ambavyo goalkeeper unapaswa kusimama baada ya free kick. Yaani ule msimamo kwenye goal line, unatakiwa ukaeje baada ya kupiga baada ya kutenga ukuta wako. Kaangalie rejea tena ile clip. Alisimamaje Kasali? Ndio maana nakwambia Aishi Manula bado ni bora kuliko Kasali, lakini kwa sababu Simba hawana goalkeeper mwingine mwenye daraja kama lake, anaonekana kuwa ni bora. Yule Pinpin Kamara kwa Kasali, huyu Kasali anaingia mara 40 kwa sababu hawezi kumfikia ule mpira, umfungi Pinpin ule mpira. Kwa hiyo hili goli ambalo wamefungwa Simba, wamefungwa kwa sababu ya uwezo na kimo cha goalkeeper wa Simba. Kipa ni mfupi na ni mnene, kwenda kudive uwezi. Ndio hicho ambacho kimetokea, Simba wamepoteza goli moja. Kipa kama kalunduka. Unaona mwili wako? Yaani wewe na Jibril Kasali mna tofauti gani sasa? Na kimo ni hivyo hivyo. Kitu imepigwa kama hapa, amesikia masikio tu kitu kimeingia kambani. Bwana, shukrani sana. Asante. Simba Sports Club. Mnyama. Nguvu moja.